tunarudia andiko letu. Soma sasa Biblia. Samueli wa kwanza sura ya 30 mlango wake wa 5, nafikiri anga wa 5 mpaka wa 8. Samuel chapter that, kama umepata sema amen. Mama tusome leo. Samueli wa kwanza 5 mpaka 8. Imeandikwa, nao watu wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka, Ahinoamu wa Yezreeli na Abigaili walikuwa mkewe Nabali wa Karmeli. Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu ya watu walikuwa wakisema kwamba apigwe kwa mawe, kwa maana nafsi zao watu wote walisononeka, kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake. Lakini Daudi alijitia nguvu katika Bwana Mungu wake. Kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani, simamia. Kisha Daudi akajitia nini? Nguvu katika akamtegemea. Kwa sababu hao watu waweze kutegemea ndio wako wanataka kumuua. Hao wakuu wa majeshi ndio wataka kumuua. Hao wanajeshi wake ndio wako wanataka kumuua. Sasa hakuna tena jinsi ajegamie kwa. Unaona kuna mtu anafanya kiburi zaidi. Umbwa akiwa mbele ya viti yao. Mtakosema ndio bosi wake yuko pale. Lakini akishatoka anakunja mpira, ukwepa haraka. Anamtegemea baba yake. Tunapokuwa na shida, kuna wale tunawategemea. Hata mwingine anakuwa na shida. Mkiwa usicheze na Mungu, damu ndogo kwa Marekani. Kwa hiyo anamtegemea nani? Baba mdogo. Hata hapo Daudi kwa sababu wamebeba kila kitu. Wameharibu kila kitu. Wameua kila kitu. Daudi akamtegemea, akamtumainia, akajitilia nguvu katika Bwana. Sasa njia ya kwanza ilithibitisha kujitia nguvu katika Bwana, akaomba Mungu. Na kweli kama unamtegemea Mungu, lazima muombe. Lakini njia ya pili, anamtegemea njia. Acha niwapatie andiko. Tuone njia ya pili mfanya Daudi amtegemee Mungu. Samueli wa kwanza sura yake ya 16 mlango wake kama sijakosea kati 13 12. Mlango kwanza 13. Samueli wa kwanza sura yake ya 16 anza mstari 13 kama sijakosea mpaka 15. Tuone Daudi alitegemea Bwana. Samueli wa kwanza 13 mpaka 15. Imeandikwa, ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtuma. Mstari wa kwanza ndio wewe. Sura ya 13 mstari wa kwanza kisha mstari wa 10. Imeandikwa, Bwana akamwambia Samueli, hata lini utaendelea Sauli? Ikiwa mimi nimemkataa asiwamiliki Israeli. Mstari wa 13. Anga 12. Mstari wa 12. Basi akamtuma mtu naye akamleta kwao. Naye alikuwa mkundu mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, watu wakasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye yeye. Ndipo Samueli akaitoa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku hiyo. Tunashuka mstari wa 4. Roho ya Mungu ilipoingia Daudi ni mstari huu. Basi Samueli akaondoka kwenda zake Rama. Basi roho ya Bwana ilikuwa imemwacha Sauli. Msikie, roho ya Mungu inamuingilia nani? Daudi. Na roho ya shetani, si roho ya Mungu inamtoka nani? Sauli. Na roho ya shetani inafanya nini? Inaingia. Tulia pale. Biblia inasema Daudi akamtegemea Bwana. Sasa kumtumainia Mungu ni kitu simple kibinadamu tu. Kama natumainia Julia nikiwa na problem, ninamwambia nitaka hapa. Shida ni kama tunamtumainia Mungu, ile kumwambia mtu problem ndio kitu inaitwa jina yake nini? Kuomba. Kama kweli unamtumainia Mungu, lazima utamuomba nani? Mungu. Kama unatumainia baba yako, lazima utamuomba nani? Baba yako. Kama unategemea familia yako, utaomba nini? Familia yako. Ni kitu simple, very simple. Na wakati wote auombe mtu,
inadhibitisha kiasi gani umefanya nini, haumtumainie mtu kabisa. Lakini namba 2 sasa, naanza kuonesha njia. Wakati Mfalme Sauli amefanya dhambi, na dhambi ni kwenda kinyume na neno, na baada ya kufanya dhambi, Nabii Samueli aliyempaka mafuta Mfalme Sauli akuwe mfalme akaendelea kulia. Mbona Mungu amemkataa na bado anaendelea kutawala taifa ya Israeli? Samueli analia, mbona huyu mtu anaendelea kutawala na huyu tayari mshamkataa? Ndio Mungu akamwambia Samueli, mpaka lini utaendelea kulia kwa sababu ya nani? Ya Sauli. Mimi nilishamkataa. Sasa kwa kudhibitisha nilishamkataa, enda kwa Jese, kwa nyumba ya Jese Bethlehem. Katikati ya watoto wake kuna mmoja nilimchagua atakuwa mfalme, atachukua nafasi ya nani? Ya Sauli. Mfalme nabii akamwambia mtendani, Mungu akampatia maji. Alipofika akaita Jese. Lakini Jese alikuwa na watoto wavulana 8 na 3 walikuwa wanajeshi tayari, lakini wale wengine hawakuwa wanajeshi. Lakini aliyekuwa last born alikuwa Daudi. Na wakati Jese Samueli anafika anamwambia, leta watoto wako. Kati ya watoto wako mmoja amechaguliwa kuwa nani? Mfalme. Unajua kwa nini analeta hawa watatu wa kwanza? Wanaume 6 ni wanajeshi. Kwa sababu taifa la Israeli kwa kuwa mfalme lihitaji kuwa kati ya sifa 3. Na hizi sifa zote 3 Daudi hakuwa naye. Sifa ya kwanza ilihitaji huyo mtoto wa ufalme. Kwa sababu utawala wa kifalme, mfalme akikufa anachukua ufalme ni nani? Mwana. Na Daudi si mtoto wa mfalme. Ufalme ulikuwa kwa kabila ya Benjamini na Daudi ni mtu wa kabila ya Wayahudi. Hakuwa na hiyo sifa ya kwanza. Sifa ya pili kwa kuwa mfalme, ilikuwa nasema kama ukoo wote wa ufalme uteuliwa, ilikuwa mtu mkuu wa majeshi. Lazima awe mwanajeshi. Elewa, Daudi kumjua wewe anachunga nini? Kondoo 20 na kaka yake ndio mwana wa kale sawa. Kwamba familia ya Mfalme Sauli imekataliwa na Mungu anataka mfalme atoke kwa familia ingine, kabila ingine. Hata kwa sababu nabii anasema alete watoto wake, wakaangalia sifa ya pili ni katiba. Lazima akuwe mwanajeshi. Na aliyekuwa mwanajeshi ni wavulana wale 3 wa kwanza, wakawaleta. Lakini sifa ya 3 pia ilikuwa inawezekana wakawa wote wa jeshi walikuwa wanachukua mtu amesomea nini? Kitabu ya sheria, ndio wanaita waamuzi, judges. Mtu amesomea masomo ya sheria, au mtu amesoma Biblia, au mtu amesoma katiba ya nchi. Uko na neno. Na hii sifa zote 3 Daudi hakuwa nayo. Biblia inasema sasa walipoleta wa kwanza Eliabu, ndio ndio wakawaleta. Wakati tu nabii Samueli aliona Eliabu, akasema mpaka mafuta wa Bwana amesimama mbele yake. Na Mungu akamwambia si yeye. Na kosa ilikuwa ni watu wanaangalia kwa nje, lakini watu waangalia watu kwa ndani. Na ndio kanisa linatuangalia kwa nje, tunaangalia watu kwa ndani. Duniani watu wanaangalia kwa nje, muonekano wa mtu nje, bila anavaa, bila anatembea, bila anakula, gari ya aina gani, mtaa wa aina gani. Hii ni mtu ya kidunia. Lakini tunapokuwa kanisani, tunamwangalia mtu ndani na moyo wake, ni mtu wa aina. Na nabii Samueli alipotaka kumpaka mafuta Eliabu, Mungu akamwambia si yeye, na makosa yako wapo kuona kwa nje, lakini hauoni ndani yako. Kuna watu nje wanaonekana wazuri sana, kuna watu nje wanaonekana wanapendeza na mvuto, lakini ndani ni wachafu, ndani hawafai. Na kuna watu wengine nje hawana mvuto wowote, lakini ndani ni watu wanaofaa. Watu wakapitisha wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4 mpaka 7. Alileta mpaka wale wengine, lakini yeye
kwa macho yake wa nane hakuwa na maana. Baada ya kuwapitisha wote 7, ndio nabii akamuuliza hakuna mwingine. Sasa ni kamoja akana maana, hatafai, kanachunga kondoo wetu 20 kule. Naweza kuonekana nje una maana, nje ufai, nje ufanani, lakini moyo wewe ni mtu wa maana. Na watu yasatunza moyo wako kupita kila kitu. Hata kibinadamu watu wanatunza mwili yao, wanatengeneza mwili, wanailisha, wanailisha mbaya. Ndio wanatengeneza mwili, wanailisha mwili, lakini tengeneza moyo wako. Watu mbingu waangalie nje, mbingu inaangalia ndani ya moyo wako. Biblia inasema, nabii akasema hatutatoka hapa mpaka mlete yule mtoto wako. Wakaenda kukachukua kule shambani, haya akafai, akafana. Na alipofika tu, Mungu akamwambia nabii Samuel, mpake mafuta, yeye atakuwa mfalme wa taifa ya nini? Yesu alipopakwa tu mafuta, Roho wa Bwana akafanya ni roho ya kifalme, anapata spirit ya kuwa mfalme. Na hapa duniani ili una roho wa Mungu au una roho wa nani? Ya shetani. Hakuna mtu ana roho hapa duniani. Au una roho wa Mungu ukijua, au una roho wa shetani ukijua au pasipo kujua. Ukiwa na roho wa Mungu lazima ujue. Lakini ukiwa na roho wa shetani unaweza kuwa unajua au ufanye nini? Au anapakwa kuanzia siku roho anamshika. Hiyo roho inamshika kusudi ya kuwa nani? Mfalme. Na ni Mungu amesema, na ni Mungu amefanya. Lakini hapo ndio kushikwa na roho ya ufalme. Mara moja roho ya Mungu itafanya nini? Itatoka. So nchi moja itakuwa na wafalme wangapi? Hiyo roho ya kifalme iliyokuwa ndani ya Sauli ikatoka mara moja. Unasikia? Daudi tukataliko ufalme, lakini hata na ahadi kwamba atakuwa mfalme, anakuja kukutana na majaribu. Nafanya nini? Mke wake, watu wamefanya nini? Hii inakuwa vitu ya siku mbili tatu. Mji umefanya nini? Imechomwa. Mali imefanya nini? Imebebwa. Lakini baada ya kuwa nani? Baada ya kuwa nani? Bana yeye ana roho ya nini? Aliahidiwa kuwa nani? Mfalme. Lakini kuna majaribu. Asikia Biblia inasema Daudi akajitia nguvu katika moyo, akakumbuka kile Mungu alifanya nini? Alimwambia, "Kwa sababu wanataka kumuua." Wote wanampigia wanataka kumuua. Lakini ana roho ya kifalme na bado hajakuwa nani? Mfalme. Ana ahadi ndani yake. Lakini bado ahadi hajageuka kwa nini? Kweli. Na wewe unapitia mambo mengi mabaya isiyopendeza, lakini una ahadi ya Mungu kwa maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana ameongea juu ya maisha yako. Bwana amesema inawezekana kupitia Mungu anaongea kwa njia 10. Njia 7 na njia 7 ngumu. Mungu anaongea kupitia watumishi wake. Inawezekana kuna mahali anayekwambia kama wewe kitu nakwambia Yusufu mara ya kwanza kuja hapa. Nakwambia Bwana anaenda kukubariki. Unaelewa? Bwana anasema, na hata kama hujawahi kutabiria, hata kama hujawahi kupata ndoto, Biblia pekee yake Mungu ametupatia ahadi 7,000. Anasema sisi tutabarikiwa mjini, tutabarikiwa watu mashambani, tutabarikiwa tuingiapo, tutabarikiwa tutawapo nini? Ni ahadi. Sote hapa kama vile Daudi alikuwa mbele, anazingira kila kitu kinaharibika na anataka kuuawa. Lakini anataka kuuawa akiwa na ahadi na akiwa na siri. Kama Mungu alisema wewe utakuwa tajiri, kwa nini siku Mungu analeta roho ya nini? Ya utajiri. Sasa Daudi alikuwa na roho ya kifalme ndani yake, lakini bado Daudi hajakuwa nani? Mfalme. Na wewe una roho ya watoto, lakini bado hujafanya nini? Hujapata watoto.
una roho ya kuwa big boss, lakini bado haujafikia kuwa boss. Kuna kitu unataka kuua, kuna kitu unaharibu kila kitu, naona haya. Lakini Daudi akataka kumtumainia Bwana, akakumbuka kile Mungu anakumbuka ile siku Samweli. Yeye alikuwa anachunga kondoo, akwenda kutafuta sema wamweke kuwa na mfalme kwa akili yake, kwa mahesabu yake haikuwepo, na kwa akili yako na mahesabu yako, kwa mazingira ya familia yako haikuwepo wewe vile unahitaji kuwa. Lakini Mungu alisema. Na kwa nini aitumanie hii sana? Mungu alisema kwa nini aitumanie. Tuone kwa nini lazima aitumanie. Namba Hesabu 23:19. Tuone kwa nini lazima Daudi aitumanie. Neno lilisema zamani, miaka mingi ilipita na haijatimia. Kwa nini aitumainie sana? Na kwa nini wewe utumainie sana kile Mungu ameongea kwa maisha yako miaka 2, miaka 3, miaka 5 ilipita? Kile Biblia inaongea yaliandikwa zamani, kwa nini uendelee kukitumainia? Sasa Daudi akamtumainia Bwana. Hesabu 23 mlango wake wa 19. Biblia inasema namba nasimama kusoma neno. Mungu si mtu asema uongo, kwa kusema uongo, wala si mwanadamu ajute. Anadanganya. Aliwapo anasema kama Mungu anasema hata mtenda, lazima kile anasema lazima Mungu afanye nini? Akifanya. Haijalishi itachukua mwezi mmoja, mwaka mmoja, miaka 10, lakini kama amesema, ameshasema. Yeye si mtu. Sisi watu tunadanganya, lakini Mungu afanye nini? Anadanganya. Na akisema upende usipende, Mungu atakitimiza. Kati. Kwa nini Daudi atumainie, amwegemee Bwana na hali ni mbaya kabisa? Ni hali hakuna picha, hakuna dalili yote nzuri ya kuona kwamba anaweza kutoka kwa hiyo jambo. Daudi alikuwa anajua Mungu sio mtu kwa kusema nini uongo. Kile Mungu aliongea kwa maisha yako ni kweli na ni amina. Kiwe na njia, kisiwe na njia, ni kweli. Na mara mingi Mungu anapoongea kwa maisha yetu, Mungu aongea vitu vyenye vinawezekana. Mungu anatuongelea vitu vyenye kwa maisha yetu vinaonekana vifanye nini? Haviwezekane. Na mara yote tunawaambia, natokana na familia maskini. Vile utajiri na viwango, hivyo ndio pia umaskini na nini? Ina viwango. Na nimezaliwa kwa familia yenye nimekuja kulala godoro nilipoenda chuo kikuu. Nazaliwa kwa familia yenye haina godoro. Nazaliwa kwa familia yenye haina baskeli. Umaskini ule mbaya chafu. Umaskini unapozaliwa tu kwa sababu unaona vile utakuwa na umaskini. Unaona kabisa vile maisha yako haina mahali popote itaenda. Unaona kabisa vile maisha yako hakuna picha. Lakini nilikuwa na miaka 15 nikaokoka. Mungu aliponiokoa, nilipofanya maombi ya kwanza yenye sikupenda ya kufunga na kuomba siku 3 bila kula bila kunywa, Mungu akaongea na mimi. Mungu akaniambia nitatembea dunia nzima nikifundisha neno ya Mungu. Na nilipoenda kuambia mchungaji, akacheka. Alikuwa na kila sababu ya kucheka, anajua familia yangu nzima ni familia watu hawakuwa na maji za shule, ni familia watu hakuna mtu yuko na basketi, ni familia watu hakuna mtu yote yuko na sifa yote nzuri, hamuna kitu. Eti maskini kidogo, lakini hakuna kitu. Lakini Mungu alishasema, Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema uongo. Na Mungu aliongea kwa maisha ya Daudi. Daudi hakuiomba
Daudi hakuitafuta. Daudi hakwenda kutafuta nabii. Mungu alituma. Lakini hata wake zote wamebebwa, mali yote wamebebwa, nchi yote imechomwa, lakini na wanataka kumuua. Ndio akamtumaini, akakumbuka ahadi ya Mungu maishani mwake. Jina la Bwana libarikiwe. Unapokumbuka ahadi kila Mungu aliongea juu ya maisha yako, kila neno ya Mungu inasema juu ya maisha yako, inatorosha nani? Majaribu. Utajua unapata nguvu, unasahau vitu zote, inapotea mara moja. Shida inakuwa shida wakati asubuhi, mchana, jioni unafikiria, lakini shida haina nguvu wakati unafikiria, unaipuuza, haina nguvu, haiwezi kufanya chochote, haiwezi kupanga kitu chochote. Angalia, kuna mtu anatoka machozi, si shida hiyo, anakumbuka iko naiona kwa macho, sio shida kwenye akili yake imechanganyikiwa, anaona hiyo problem asubuhi, mchana, jioni. Lakini ukiona vitu Mungu alikuahidi, utaona hauna tatizo hilo. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi, ningependa asubuhi ya leo, kuna mambo unapitia iko pale, ni kweli. Lakini hata kama kuna mambo unapitia, kuna ahadi ya Bwana kwa maisha yako. Kuna kile Bwana ameongea juu ya maisha yako. Inawezekana miaka 10 ilipita, kuna kile Bwana ameongea juu ya maisha yako. Inawezekana miaka 5 ilipita, kuna kile Bwana ameongea kwa maisha yako. Iko Biblia tu peke yake, ni Bwana anasema. Sema atatubariki mjini, atatubariki mashambani, atatubariki tuingia hapo, atatubariki tutokapo. Kabla ya sisi kutoka Kongo, na ndio muujiza peke yake. Nilikuwa nakataa kutoka. Kaambia mimi nisitoke. Mungu akaambia pale unatoka. Nikwambia Kongo ni nchi ya kweli, nimekuandaa kwa kukutengeneza. Lakini utatumikia nje mataifa yote duniani. Na Mungu akanipatia andiko. Sema mimi natembea na wewe na hii andiko. Na kila wakati alipoona iko sawa nikumbushe hii andiko. Mungu akanipatia Luka sura ya 10 mstari wa 7 mpaka wa 9. Sasa enende mkahubiri habari njema, mtakase wako, wagonjwa wapone, lakini mtenda kazi ana ujira wake, mshahara wake. Na tunaweza kaa na mimi miaka 10, hakuna siku nitasema mpatie chakula, never. Kwa sababu kanisa ikuniajiri mimi, hakuna mtu ameniajiri mimi. Nimeajiriwa na nani? Na Mungu. Na kila mahali tunaenda tunakufanya kazi ya Mungu. Tunatembea Tanzania, ni mara ya pili kuingia Tanzania. Tuliingia mara ya kwanza Tanzania tukitokea South Africa 2005 wakati Kikwete anachaguliwa, na tukatoka wakati Kikwete anachaguliwa mara ya pili. Mara ya kwanza alichaguliwa 2005, alichaguliwa mara ya pili 2010, tukatoka tukahama Kenya. Na tumetembea nchi nyingi mbalimbali tukifanya kazi ya Mungu. Na ni mara ya pili tumekuja kuingia Dar es Salaam. Na kote tunafika sisi tunafanya kile Mungu alitoa. Tunahubiri, tunaombea watu, tunatangaza neno. Na tunapokumbana na tatizo ya pesa, ambia Mungu, sisi sio watumishi wa kanisa. Mimi si mtumishi wa kanisa. Mimi si mtumishi wa mtu. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Ulisema na sisi mtenda kazi ana ujira wake. Unaona tu from nowhere Mungu anafungua mlango, napata pesa. From nowhere Mungu anafungua mlango, napata pesa. Tunaishi. Na kama utatuelewa utashindwa, hawa watu natokaka wapi? Wengine wanajua kuna wazungu ndio wanatumia pesa. Nina marafiki wazungu, hata mtoto wangu wa mwisho jina yake mzungu. Lakini kitu niliambia Mungu, never cha mimi tume message mzungu unaona tunaanza kazi ya Mungu kwa mzungu ni nani? Anapua ngapi? Ana miguu ngapi? Mimi
Mzungu wangu kwa hapa ni Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Daudi akamtumainia Bwana akakumbuka. Ningependa asubuhi umesikia mingi Mungu ameujalia. Na hiyo hadi unapokumbuka tu Mungu anafanya kama muujiza. Unapokumbuka tu Mungu anafanya. Na Daudi alipokumbuka kwamba alipata mafuta na roho ya kifalme kuingia ndani. Lakini hapa anataka kuuawa kabla hajakuwa nani? Mfalme. Kwa ahadi ya Mungu itakuwa uongo. Na Biblia inasema Mungu si mtu kwa kusema nini uongo. Never. Na hapa wanataka kumuua tangu Daudi apate mafuta kwamba atakuwa mfalme. Ni miaka 9 sasa. Alipakwa mafuta lakini ni miaka 9. Mungu alisema atakuwa mfalme, hajakuwa. Sasa akaangalia wanajeshi wao wanataka kumuua. Hakuna mtu aliyejua. Na ana mtu mwingine wa pembeni wa kumtegemea. Akamtumainia. Na alianza ukiangalia hali ya maisha, ukiangalia hali ya ndoa, ukiangalia hali ya kazi, unaona kesi inaenda kumaliza. Lakini unapenda acha kuitazama hiyo. Lakini kumbuka ahadi ya nani? Ya Bwana. Unapokumbuka ahadi ya Mungu inakutia nguvu. Unapokumbuka ahadi ya Mungu inakupa ushawishi na njia ya kushinda. Tusome andiko la mwisho na tuweze kusimamia leo. Warumi sura ya 4. Ama sura ya 4. Mstari wake wa 19 hadi 21. Tusikie Biblia inasema. Na hiyo itakuwa ndicho msingi. Nataka kutoka mapema tuna kikao. Tuna kikao kwa muda hapa. Tunamaliza baada ibada kabla ya saa 6:30. Na nitakuwa na watu tutapokea wawili mbele kikao naanza saa 7 kamili. Warumi sura yake ya 4 mstari wake wa 19 hadi 21. Warumi 4:19 hadi 21. Imeandikwa, yeye asiyekuwa dhaifu wa imani, alifikiri wale wa mwili wake. Hakutaka kuangalia hali vile mwili yake umechoka. Ibrahim amefikisha miaka 99, lakini yeye hakuwa dhaifu wa imani. Na imani waje kufanya nini? Usiwe hakuwa dhaifu kwa kukosa kuamini neno la nani? Ya Mungu. Endelea. Alifikiri wale wa mwili wake uliokuwa umekufa kufa. Akiona hakutaka kuangalia hali ya mwili yake vile umechoka. Akiwa amesha kupata umri wa miaka 100. Akiwa na miaka 99, kwa hiyo anaenda anakwenda mwaka wa 100. Na hali ya kufa ya tumbo lake. Na hakutaka kuangalia hali vile mke wake Sara alikuwa tasa. Lakini akiona ahadi ya Mungu. Akiona nini? Ahadi ya Mungu. Akiona nini? Ahadi ya Mungu. Akiona nini? Ahadi ya Mungu. Ndio kitu Daudi aliona baada ya kuona vile anataka kuuawa. Baada ya kuona vile watu wamebebwa. Baada ya kuona vile kila kitu kimechoma, yeye akaona ahadi ya Mungu. Hakusita kwa kuamini. Bali alichukua nguvu za imani. Akimtukuza Mungu. Mungu huko akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kila Mungu aliahidi lazima anafanya nini? Atayatimiza. Njia ya pili ya mtu kutoka kwa majaribu, hali ya kuangalia ni mambo unapitia. Angalia kile Mungu aliahidi kwa maisha yako. Utakuta. Hapa dunia tumetoka kusema tunaendelea kuhusu baba wa imani Ibrahim. Ibrahim siku Mungu alimwita. Ibrahim alikuwa na miaka 75. Na Sara alikuwa na miaka 70. Na ujue Mungu akikutokea kwa maisha yako tu, mambo ya Mungu kutokea kwa sababu ya vitu impossible. Vitu